We are now many who are safe and released from imprisonment and absurd mistreatment. Serikali ya Israel imekamilisha hatua ya kuwafukuza wanaharakati zaidi ya 450 wa kimataifa wa kundi la Global Smoothie Flotilla nchini humo waliokuwa wamekamatwa baharini walipokuwa wakijaribu kuvunja mzingiro wa ukanda wa Gaza na kusafirisha misaada ya kibinadamu. Miongoni mwa waliokamatwa na kufukuzwa ni mwanaharakati maarufu wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kampeni za kutetea haki za Wapalestina na mazingira. Kwa mujibu wa taarifa za Reuters na Al Jazeera, jeshi la majini la Israel IDF Navy lilizikamata meli kadhaa za misaada za Global Smoothie Flotilla zikiwa umbali wa takribani maili 50 kutoka mwambao wa Gaza, zikiwa na bendera za mataifa mbalimbali yakiwemo Ugiriki, Ireland, Ufaransa, Italia na Sweden. Meli hizo zilikuwa zimebeba zaidi ya tani 2000 za chakula, dawa na vifaa vya hospitali kwa ajili ya wakazi wa Gaza ambao wanakabiliwa na hali mbaya kutokana na vita na mzingiro wa muda mrefu unaoendelea tangu mwaka 2023. Baada ya kuwakamata, wanaharakati hao walipelekwa kwenye vituo vya kijeshi na gereza la muda lililoko Zeut kusini mwa Israel. Mashirika ya haki za binadamu yakiwemo Adala na Physicians for Human Rights Israel yametoa malalamiko mazito kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanywa dhidi ya waandamanaji hao. Wanasheria wa kundi hilo walisema kwamba baadhi ya waandamanaji walipigwa, kufungwa mikono kwa muda mrefu na kulazimishwa kupiga magoti bila kula wala kunywa. Walinyimwa huduma za kisheria kwa siku kadhaa, hawakuruhusiwa kuwasiliana na familia zao na baadhi walinyimwa matibabu baada ya kujeruhiwa wakati wa kukamatwa. Wanawake waliripoti kufanywa udhalilishaji wa maneno, huku baadhi wakilazimishwa kusimama kwa saa nyingi bila mapumziko. Greta Thunberg, ambaye alitoa taarifa yake baada ya kufika Athens, Ugiriki, alisema kwamba kile kilichotokea hakikuwa tu kukamatwa, kilikuwa ni jaribio la kuvunja sauti za wale wanaopinga ukandamizaji. Na nukuu, "Tulinyimwa maji, tulilala sakafuni bila godoro na askari walitubeza kwa misimamo yetu kuhusu Gaza," alisema Thunberg mbele ya mamia ya wafuasi waliomlaki katika uwanja wa ndege wa Athens. Serikali ya Israel imekanusha vikali madai hayo, ambapo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Israel alisema katika taarifa rasmi kwamba, na nukuu, "Hakuna ukatili wowote uliofanywa. Waandamanaji hao walikamatwa kwa kuvunja sheria za kimataifa za baharini na walihudumiwa kwa mujibu wa viwango vya usalama." Mwisho wa nukuu. Israel imedai kwamba meli hizo zilikuwa zikijaribu kuingiza vifaa visivyojulikana katika eneo la kivita, jambo ambalo lilihatarisha usalama wake wa taifa. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamekosoa vikali msimamo huo, yakisema kuwa mzingiro wa Gaza ni kinyume cha sheria za kimataifa na kwamba hatua za kuwazuia wale wanaopeleka misaada ya kibinadamu ni dhihirisho la ubabe na ukandamizaji. Ripoti za vyombo vya habari vya Ulaya zinasema zaidi ya watu 30 waandamanaji bado wanashikiliwa nchini Israel, wengi wao wakiwa ni raia wa Afrika Kaskazini, Uturuki na Lebanon. Mashirika ya kimataifa yakiwemo Amnesty International na Human Rights Watch yameitaka Israel kuwaachia mara moja na kufungua ufunguzi huru kuhusu madai ya mateso. Greta Thunberg alipokelewa kama shujaa alipowasili nchini Ugiriki, ambapo maelfu walijitokeza kumpokea wakiwa na mabango yenye maandiko "Free Gaza" na "Thank you Greta." Viongozi wa kisiasa barani Ulaya akiwemo waziri mkuu wa Ireland wameitaka Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi juu ya tukio hilo. Hata hivyo, Marekani imeunga mkono hatua ya Israel ikisema kuwa ina haki ya kujilinda na kudhibiti usafirishaji haramu kuelekea Gaza. Wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema tukio hili limechochea upya mjadala kuhusu uhalali wa mzingiro wa Gaza na nafasi ya jumuiya ya kimataifa katika kulinda haki za kibinadamu. Kundi la Global Smoothie Flotilla limesema litaandaa msafara mwingine mwezi Novemba, likiapa kutorudi nyuma hadi mzingiro wa Gaza utakapoondolewa. Moja kati ya story ambayo ilikuwa kubwa sana tangu mwishoni mwa mwezi wa 8, mwezi wa 9, lakini hata hapa mwanzoni mwa mwezi wa 10 ni safari ya Global Smoothie Flotilla, safari ambayo ilikuwa ikitazamwa duniani kote kutokana na muungano wa nchi mbalimbali duniani ambazo ziliadhimia kwenda kupeleka misaada kwa raia wa Gaza, lakini vile vile kwa ajili ya kwenda kutuma ujumbe kwamba Israel iweze kusitisha mzingiro wake wa kijeshi katika ukanda wa Gaza kwa zaidi ya mwaka mmoja kwenda hadi miwili hivi sasa. Safari hiyo ilikuwa ni safari ambayo ilijaa vitisho kutoka katika jeshi la Israel IDF, ambapo jeshi hilo la maji
liliweza kutoa vitisho vingi kwa wanasafari wa Global Sumud Flotilla, akiwemo mwanaharakati maarufu kabisa Greta Thunberg, ambaye pia alionyesha msimamo thabiti na ujasiri wa hali ya juu kwa kijana wa miaka 23, mwanamke, kuonyesha ujasiri mkubwa mbele ya jeshi ambalo limekuwa likionekana ni hatari kwa mazingira ya kibinadamu, jeshi la Israel, kutokana na maisha ambayo yameonekana katika ukanda wa Gaza, maisha ya vita. Sasa Israel, baada ya kuweza kuwashikilia umbali wa maili 50 kufika Gaza, wakaweza kuwapeleka kwenye bandari ya Ashdod, na baada ya kuweza kupelekwa hapo wakaweza kuwekwa chini ya ulinzi, huku wakiwa wanakamatwa mmoja baada ya mwingine. Yani katika zile boti ambazo zilikuwa zikitumika katika usafiri, boti zote zilikuwa zikiwekwa chini ya ulinzi, lakini vile vile zikihamishwa direction na kutekwa moja kwa moja kupelekwa katika bandari Ashdod. Baada ya kufika pale wakawekwa chini ya ulinzi, lakini vile vile wengine wakitishiwa kupeleka magerezani, lakini walikuwa wakiwafanyia mahojiano ya kina dhidi ya chote ambacho kimewafanya kuja Gaza, lengo kubwa lilikuwa ni nini. Lakini sio hivyo tu, Israel pia ilidai kwamba ilikuwa ikijilinda na maji hayo ya kimataifa, na boti hizo zilikuwa zimepita kwenye eneo ambalo ni war zone, yani eneo la kivita, eneo la hatari, danger zone wenyewe wanaita hivyo jeshi la majini la Israel, ambalo liliweza kuwaweka nguvuni hao wanaharakati wa Global Sumud Flotilla. Baada ya kuwaweka hapo, wakawafanyia upelelezi, lakini kukagua kama kuna silaha zozote katika misaada hiyo, lakini hawakubahatika kukuta chochote, ambapo baadaye waziri wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir aliweza kufika hapo na kuweza kuwaambia kwamba hao ni magaidi na walikuwa wanafanya kitendo cha kigaidi, kauli ambayo ilikuwa imeibua hisia nyingi sana kimataifa. Ilileta mushkeli kweli, ikaleta tafrani kubwa, ikaleta hofu, ikaleta msuguano mkubwa, mataifa mengi yakilaani kauli kama hizo za viongozi wa Israel. Lakini vile vile baada ya kuwashikilia na kulalamika kwamba kulikuwa kuna mateso makubwa ambayo walikuwa wakiyapitia, hatimaye baadaye jeshi la Israel la majini IDF likaamua kuwaachilia wanaharakati hao na kuhakikisha kwamba wanafika salama huko walikotoka katika nchi zao. Lakini vile vile haikuishia hapo tu, iliishia na kuweza kuwapa onyo kali kwamba wakati mwingine watakaporudi, basi watakumbana na kisanga kikubwa ambacho hakijawahi kutokea katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati, lakini duniani kwa ujumla. Sasa wanaharakati hao wa Global Sumud Flotilla, ambao sasa hivi tayari wamekwisha rudishwa manyumbani kwao, wamezungumza kwamba mwezi Novemba wanaandaa safari nyingine ambayo hawataweza kurudi nyuma, na watasonga mbele na kuhakikisha kwamba mzingiro unakomeshwa kabisa katika ukanda wa Gaza. Lakini taarifa inasema kwamba zaidi ya wanaharakati 30 bado wanashikiliwa kwenye magereza ya Israel, ambapo taarifa kutoka katika mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu na Umoja wa Mataifa wametaka wanaharakati hao kuweza kuachiliwa haraka iwezekanavyo na kuzuia mzingiro wote ambao Israel wanaofanya dhidi ya wanaharakati hao. Mtazamaji, niko hapa kukuletea taarifa zote zinazojiri katika uga wa kimataifa, lakini nikusii tu, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.